Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Karagwe, Daktari Benson Bagonza, akizungumza kwenye mahojiano maalum, ametoa mfululizo wa maswali na uchambuzi mzito kuhusu kauli zilizotolewa hivi karibuni na Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi pamoja na mwelekeo wa mchakato wa katiba mpya nchini Tanzania. Akizungumza katika mahojiano hayo, kiongozi huyo wa kiroho na mwalimu wa sayansi ya siasa amebainisha kuwa ingawa maelezo ya Makamu wa Rais Daktari Nchimbi yalikuwa ya kuvutia, kila jibu linalotolewa na viongozi wa serikali limekuwa likiibua maswali mafupi na mazito. Askofu Bagonza amehoji kuwa ikiwa Rais Samia Suluhu Hassan anaitaka katiba mpya kama inavyoelezwa kwenye ilani, kuna haja gani tena kwa wananchi kuambiwa waipambanie? Na je, wananchi hao wanapambana na nani hasa ili kupata sheria hiyo mpya ya mama nchi? Uchambuzi wa maswali hayo ya Askofu Daktari Benson Bagonza unaonyesha mkwamo wa kifikra na kimfumo uliopo kati ya kauli za viongozi wa ngazi za juu na utekelezaji wa kisheria wa mchakato huo wa kitaifa. Kiongozi huyo ameeleza kuwa badala ya wasaidizi wa serikali au viongozi wa chama tawala kuendelea kutoa kauli zenye kizungumkuti, ni wakati wa sasa kwa Rais Samia Suluhu Hassan mwenyewe kujitokeza na kutoa msimamo wake wa wazi na wa moja kwa moja mbele ya umma. Msisitizo huo unalenga kuondoa mchango na fumbo vililopo juu ya nia dhabiti ya serikali kuu katika kuanzisha na kukamilisha mabadiliko ya kikatiba ambayo yamekuwa yakisubiriwa na wananchi kwa miaka mingi. Askofu Bagonza amerejea pia kauli ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na maelezo ya Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi yanayokiri kuwa katiba ya sasa iliyopo inaweza kumfanya kiongozi yeyote aliyeko madarakani kuwa dikteta. Kutokana na ulinganifu huo wa maoni, kiongozi huyo amehoji hatima ya nchi ikiwa rais aliyopo ataamua kuitumia katiba hii ili kuzuia na kukandamiza makundi yanayopambana kupata katiba mpya. Amebainisha kuwa kupatikana kwa sheria mama au kupaswi kutegemea utashi wa rais pekee, bali kunapaswa kuhusisha taasisi zote za nchi, huku akihoji inakuwaje pale ambapo rais anaitaka katiba mpya lakini chama chake cha CCM akikitaki, au pande ya chama kinapoitaka lakini rais akiwa hayuko tayari. Kuhusu dhana ya mwafaka wa kitaifa, Askofu Daktari Benson Bagonza amechambua kwa kina kama nchi inahitaji mwafaka mpya ili ipate katiba mpya au inahitaji katiba mpya kwanza ili iwe kufika mwafaka ya kitaifa. Ameeleza kuwa kwa sasa Tanzania ina taifa la watu walionununa sana na viashiria vya kudhoofika vinavyoonekana wazi katika matukio mbalimbali na matamasha mbalimbali ambapo wananchi wamekuwa wakionyesha hisia zao kwa kuzomea viongozi. Kiongozi huyo amesisitiza kuwa ili watu waache kununa na kufikia mwafaka, kuna haja kubwa ya kuwa na serikali yenye mwafaka ndani yake inayosimama pamoja na kuwajibika kwa pamoja katika kusafisha na kutatua changamoto zinazowakabili taifa. Katika kulinganisha mtazamo wake na ule wa Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi, Askofu Daktari Benson Bagonza ameweka wazi kuwa anatofautiana naye kuhusu muda wa kupata sheria hiyo kuu, kwani yeye anaona katiba mpya ilitakiwa kupatikana tangu jana au juzi na si kusubiri hadi mwaka wa 2028 kama inavyoelezwa na viongozi wa serikali. Ameongeza kuwa watawala wa
sasa wanahitaji katiba mpya zaidi hata kuliko wananchi, kwa sababu taifa zima kwa sasa limegubikwa na wingu nzito la hofu, ambapo wananchi wanaogopa na watawala nao wanaogopa mabadiliko yasiyopangwa. Ufafanuzi huo wa kiongozi huyu wa kiroho unaonyesha kuwa Chama cha Mapinduzi na serikali yake vimekuwa vikichukulia mchakato wa katiba mpya kama jambo linalosababisha mabadiliko makubwa ambayo hayajajadiliwa kunyakabili kisheria na kisiasa. Wakati huo huo, vyama vya upinzani navyo vinatafuta mabadiliko haya kupitia sheria mpya, jambo linalofanya pande zote mbili kutawaliwa na hofu badala ya kuwepo kwa nia njema na ya dhati kati yao. Askofu Bagonza amebainisha kuwa katiba ikipatikana kwa ridhaa ya wananchi ni kwa manufaa ya nchi nzima, wala si kwa manufaa ya viongozi binafsi, huku hakuna kiongozi anayepaswa kuogopa kupunguziwa madaraka kwa sababu madaraka haya ni ya wananchi. Akiwa kama mwalimu wa sayansi ya siasa mwenye uzoefu wa kufuatilia shughuli za bunge tangu mwaka wa 1980, Askofu Daktari Bagonza ametathmini chombo hicho cha kutanga sheria na kueleza kuwa kwa vipimo vya kawaida vya mitaani, sasa hivi nchi ina bunge lilizopendwa na wananchi kutokana na matukio yaliyopita. Amehoji iwapo bunge lisilopendwa na wananchi linaweza kuwa na uhalali wa kuwapatia Watanzania katiba mpya na bora. Mwanasuyuni huyo amesisitiza kuwa chombo hicho kinapaswa kutathmini nafasi yake mbele ya jamii kabla ya kubeba dhamana kubwa ya kusimamia mabadiliko ya sheria ya mama nchi. Kuhusu swala la wanaharakati ambao limekuwa likijadiliwa kwa wiki hizi chache zilizopita, Askofu Daktari Bagonza amewakumbusha viongozi wa Chama cha Mapinduzi kuwa harakati ndiyo mbegu iliyolea na kujenga chama hicho tangu awali. Ameeleza kuwa kwa sasa wanaharakati wengi wamekimbilia nje ya nchi kwa kuhofia usalama wa maisha yao, jambo linaloleta picha mbaya kwa nchi. Ameitaka serikali kuweka mazingira salama yatakayowawezesha wanaharakati hao ambao ni chachu nzuri cha kifikra kurejea na kufanya shughuli zao kwa uhuru na amani ndani ya nchi badala ya kufanya harakati zao wakiwa ukimbizini. Kiongozi huyo wa kiroho amebainisha kuwa kuwepo wa matumizi, vitisho na hisia kali kwenye mijadala ya kisiasa ni thibitisho tosha kuwa taifa ni mgonjwa anayehitaji tiba ya haraka, ingiwa haijajulikana kama ugonjwa huo uko moyoni, mdomoni, miguuni, kichwani au tumboni. Askofu Bagonza amekiri kuwa na hofu kutokana na hali halisi ya mambo nchini, akieleza kuwa kuogopa ni hali ya kawaida ya kiumbe na mtu asiyeogopa hali ni hivyo anakuwa kinyume na binadamu. Hata hivyo, amesisitiza kuwa nia yake njema kwa taifa na upendo wake kwa Mungu na nchi yake ndiyo linavyompa ujasiri wa kuendelea kusema ukweli na kutathmini uhuru wa kujieleza. Katika hitimisho ya uchambuzi wake, Daktari Askofu Benson Bagonza ameeleza kuwa ataendelea kuweka wazi maswali na mtazamo wake wa kiutaalamu na kiroho kwa ajili ya ustawi wa Watanzania wote. Amebainisha kuwa matumizi yanayowekwa kwake hayatamkatisha tamaa kwa sababu yanaonyesha kuwepo kwa uhuru wa watu kutoa maoni yao hata kama ni kwa kukutana. Kiongozi huyo anaeleza kuwa kusimamia haki, uhuru na mabadiliko ya kikatiba ndiyo njia pekee ya kuliponya taifa kutokana kwenye wingu la hofu la kurejesha amani na shikamano ya ukweli miongoni mwa wananchi.